Katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, yaani UNGA, waziri wa mambo ya nje wa Misri ndugu Badri Abdelati alitoa kauli ya kali akipinga vikali mipango au jaribio lolote la kuhamisha Wapalestina kutoka ardhi yao ya asili. Abdelati alisisitiza kwamba Misri haitaruhusu taifa lao kuwa lango la kufuta au kuua kabisa suala la taifa la Palestina. Kwa maneno yake mwenyewe alisema kuwahamisha Wapalestina kutoka katika ardhi yao ya kitaifa ni uhalifu wa ethnic cleansing, uhalifu dhidi ya binadamu. Misri kamwe haitakubali kuwa daraja la mpango huu wa kikatili. Abdelati aliongezea kuwa taifa lake litaendelea kusimama kidete pamoja na wananchi wa Palestina, wakisisitiza haki yao ya kubaki kwenye ardhi yao. Tutaendelea kusaidia uthabiti na uimara wa watu wa Palestina wanaoshikilia ardhi yao ya kitaifa, licha ya mateso na shinikizo yote wanayoyapitia, alikuwa ameongezea katika taarifa ambayo alikuwa anaitoa. Kauli hii inakuja wakati ambapo mzozo kati ya Israel na Palestina umefikiwa viwango vya juu sana, huku Gaza ikikabiliwa na mashambulizi makubwa na vikwazo vya kibinadamu. Wito wa Abdelati umeungwa mkono na mataifa kadhaa yanaona kama kuwalazimisha Wapalestina kuondoka ni sawa na kufuta kabisa ndoto ya taifa huru la Palestina. Kwa Misri ambayo inashirikiana mipaka na Gaza, swala hili ni nyeti sana. Nchi hiyo mara nyingi imekuwa mpatanishi katika mazungumzo ya amani, lakini mara hii imesisitiza wazi kuwa haitakubali kuwa sehemu ya mkakati wowote wa kuondoa Palestina kwenye ardhi yao. Kauli ya Abdelati inazidisha shinikizo la kimataifa dhidi ya Israel na washirika wake, huku Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki ya kibinadamu kwa hatua hiyo ya kulazimisha kuhama kwa Palestina sio tu kinyume cha sheria za kimataifa, bali pia ni janga la kibinadamu linaloweza kusababisha madhara makubwa zaidi ya muda maelfu katika eneo lolote la Mashariki ya Kati. Kwa sasa macho ya dunia yote yameelekezwa kwenye mzozo huu, na kauli ya Misri inaweza kuwa mwongozo mpya wa kidiplomasia katika kulinda haki za Wapalestina na kupinga vikali siasa za kuyumbishwa kwa mustakabali wa taifa lao.